Mbona habari za mchana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, ni matumaini yetu kwamba mnaendelea vyema katika shughuli zenu za kila siku katika siku ya Jumapili tarehe 29 Juni. Basi tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo kupitia Kivu News Info. Sote tunaletea habari za hakika kutoka Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanda ya maziwa makuu na dunia kwa ujumla. Na katika matangazo yetu ya mchana leo tangazia hali ya usalama mashariki mwa nchi ambako matukio ya mauaji na mapigano yanaendelea kuathiri maisha ya wananchi. Tarejea pia katika kauli za jumuiya ya kimataifa kuhusu mgogoro mashariki mwa DRC, ikiwemo msimamo wa Ufaransa na China mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Vile vile tutakuletea habari kuhusu kampeni ya kimataifa ya Peace Now for DRC Now inayozinduliwa kwa lengo la kuhamasisha dunia kuunga mkono juhudi za amani nchini Kongo, pamoja na habari nyingine za kisiasa, kijamii na kiusalama. Basi endelea kubaki nasi katika chache zijazo ili kupata habari zote muhimu zinazogusa maisha ya wananchi wetu. Basi karibu ungana nasi kupitia Kivu News Info kwa tarehe 29 Juni mwaka 2026. Na mimi ni Teloje Longa, basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, hali ya usalama endelea kuzua wasiwasi baada ya watu wawili kuuawa katika eneo la Butuhe ndani ya tarafa ya Bashu wilayani Beli. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, tukio la kusitisha litokea usiku wa kuamkia leo Jumapili tarehe 29 Juni, wakati watu wenye silaha walipovamia makazi ya raia katika kijiji hicho. Waliouawa ni wanandoa waliokuwa wakiishi katika eneo hilo. Mashuhuda wanasema kuwa washambuliaji hao walifika kwanza katika nyumba za jirani wakimtafuta mtu ambaye bado hajafahamika rasmi. Hata hivyo, baada ya kumpata mtu huyo, walielekea katika nyumba nyingine ambako walishambulia wanandoa hao na kuwaua. Taarifa zote zinaonyesha kuwa huenda washambuliaji hao walikosa shabaha yao, jambo ambalo limezua hofu na maswali mengi miongoni mwa wakazi wa Butuhe. Baadhi ya wananchi wamesema kwamba mauaji yamefanyika katika mazingira ambayo bado hajafafanuliwa kikamilifu. Baada ya tukio hilo, hali ya taharuki ilitawala katika kijiji hicho, huku familia nyingi zikieleza hofu yao juu ya kuendelea kwa vitendo vya ukosefu wa usalama vinavyoshuhudiwa mara kwa mara katika eneo la Beni. Asasi za kiraia katika eneo la Bashu zimelaani vikali mauaji na kutoa wito kwa mamlaka za usalama pamoja na vyombo vya uchunguzi kufanya kazi kwa haraka ili kubaini wahusika wa tukio hilo na kuwafikisha mbele ya sheria. Viongozi wa kijamii wameeleza kuwa wananchi waendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na mashambulizi yanayoripotiwa mara kwa mara katika baadhi ya maeneo ya Beni. Wametaka serikali kuimarisha ulinzi wa raia na kuongeza doria za usalama hasa katika maeneo ya vijijini. Wakazi wa Butu kwa upande wao wanatoa wito kwa mamlaka husika kuchunguza kwa kina mazingira ya mauaji hayo ili kweli julikane na haki itendeke kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Mpaka sasa hakuna kundi lilodai kuhusika na mashambulio hilo, huku uchunguzi ukiendelea kubaini sababu na wahusika wa tukio hilo. Hiyo ndio habari kutoka eneo la Butuhe katika tarafa la Bashu wilayani Beni mkoani Kivu Kaskazini. Makamu waziri mkuu anahusika na ulinzi wa taifa na wapiganaji wa zamani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gika Mombo Mwandavita, anaendelea na ziara yake katika eneo la kijeshi la 12 lililoko Kitona katika mkoa wa Kongo Central kwa lengo la kukagua mradi mbalimbali unaotekelezwa kwa manufaa ya wanajeshi wa FARDC pamoja na familia zao. Kiongozi wa sekta ya ulinzi aliwasili katika eneo hilo tangu siku ya Jumamosi tarehe 27 Juni na kuanza mara moja shughuli za ukaguzi wa tathmini ya utendaji wa vitengo mbalimbali vya kijeshi katika eneo hilo la kijeshi. Mara baada ya kuwasili, Bwana Gika Mombo Mheshimiwa Gika Mombo Mwandavita alitembelea ujenzi wa shule ya kisasa iliyojengwa ndani ya kambi ya Kitona. Mradi unatarajiwa kupokea wanafunzi karibu 500 katika mwaka mpya wa masomo. Waziri alieleza kwa kuridhishwa kwake na hatua hiyo inafanyika katika ujenzi wake, akisema kwa mradi ni sehemu ya juhudi za kuboresha maisha ya wananchi na familia zao. Baada ya ziara hiyo, waziri wa ulinzi alikutana na askari na kikosi cha 3 cha vikosi maalumu vya Ibu waliokuwa katika mazoezi ya uvumilivu yakihusisha matembezi ya zaidi ya kilomita 100 kwa miguu. Akiwahutubia wanajeshi hao, waliwahimiza kuendelea na nidhamu, uzalendo na kujitolea kwa taifa kabla ya kupelekwa katika majukumu yao ya kijeshi. Mheshimiwa Gika Mombo Mwandavita aliwahakikishia wanajeshi kwa serikali nchini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Amri Mkuu wa Majeshi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ataendelea kufanya kila juhudi ili kuboresha hali zao za maisha, mazingira ya kazi pamoja na mafunzo yao kwa lengo la kujenga jeshi la kisasa na kitaalamu. Katika hali ya furaha iliyotokana na ushindi wa timu ya taifa Leopard, waziri wa ulinzi aliungana na wanajeshi wa eneo hilo la kijeshi na 12 pamoja na waziriwa wapya kusherehekea ushindi hilo. Tukio hilo linatajwa kuwa chanzo cha kuongeza morali, mshikamano na uzalendo miongoni mwa wanajeshi.
Siku ya jana Jumapili tarehe 18 Juni, Mheshimiwa Gika Mombo Mwandiavita aliendelea na shughuli zake za kukutana na maafisa wa mnyororo wa uongozi wa kambi ya Kitona katika kikao cha tathmini ya shughuli za kijeshi na usalama. Kikao hicho kilihudhuriwa pia na naibu mkuu wa wanajeshi anasimamia operesheni za ujasusi wa kijeshi, Luteni Jenerali Chalingoza Nduru Jake, pamoja na kamanda wa kambi ya Kitona Luteni Jenerali Bangu Mashita Marcele. Katika mkutano, viongozi wa kijeshi waliwasilisha hali ya jumla ya kambi ya Kitona pamoja na maendeleo yaliyofikia katika miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa uwanja wa kisasa na mazoezi ya upiganaji risasi unaolenga kuimarisha mafunzo ya wanajeshi. Akizungumza mbele ya maafisa wa waziri wa ulinzi alisitiza kuwa uwezekanaji unaofanywa katika miundombinu ya kijeshi unaonesha dhamira ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na amri mjeshi mkuu FARDC ya kuimarisha uwezo wa vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alieleza kuwa maboresho yanalenga kuongeza uwezo wa operesheni za kijeshi na kuhakikisha kuwa jeshi linaweza kukabiliana kwa ufanisi na changamoto za kiusalama zinazoendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kama ilivyo desturi yake katika ziara yake nyingi za kijeshi, Gika Mombo Mwandiavita pia alipata muda kukutana na wanawake wa wajeshi waliopo katika kambi ya Kitona. Katika mazungumzo, wanawake waliwasilisha changamoto na mahitaji yao mbalimbali. Akijibu malalamiko yao, waziri wa ulinzi alihakikisha kuwa serikali tayari inaendelea kutafuta suluhisho la kudumu kwa matatizo yanayokabili familia za wanajeshi, ikiwa ni sehemu ya kuboresha ustawi wa jamii na wale wanaotumikia taifa. Ziara ya waziri wa ulinzi katika kambi ya Kitona inaonekana kama sehemu za juhudi za serikali za kuongeza huduma karibu na wanajeshi, kuimarisha uwezo wa FARDC na kuboresha maisha ya askari pamoja na familia zao. Makamu wa kwanza wa bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Claude Chulumbaya, ametetea kwa nguvu matukio ya serikali ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema kuwa madai yanayodai kuwa mjadala wa katiba unalenga kuficha kushindwa kwa utawala hayana msingi. Akizungumza Ijumaa jioni katika kipindi cha moja kwa moja cha Space X cha zamani Twitter kilichoandaliwa na mwanahabari Stanis Bujakira Chamala, Chulumbaya alitoa tathmini yake kile kilichokitaja kuwa mafanikio makubwa yaliyopatikana tangu mwaka 2019 chini ya uongozi wa sasa ya serikali za nchi. Kuhusu sekta elimu, kiongozi wa bunge alieleza kuwa sera elimu ya msingi bila malipo na uwezesha zaidi ya watoto milioni 6 kurejea shuleni. Kwa mujibu wake, hatua imekuwa moja ya mageuzi makubwa ya kijamii iliyofanywa na serikali katika miaka ya hivi karibuni. Katika sekta ya afya, alitaja mpango wa huduma za bure kwa wajawazito na wanawake wanaojifungua, akisema kuwa zaidi ya wanawake milioni 2.5 wa Kongo wamefaidika na mpango huo. Alisisitiza kuwa hatua imechangia kupunguza mzigo wa gharama za afya kwa familia nyingi nchini. Akizungumzia utumishi wa umma, Jean-Claude Chulumbaya alisema kuwa mwaka 2018 serikali ya sasa ilikuta hali ngumu ndani ya utawala wa umma. Kulingana naye, kulikuwa na takriban wafanyakazi wa serikali milioni 1 waliokuwa wameajiriwa bila namba za utumishi wala mshahara. Aliongeza kuwa kulikuwepo pia zaidi ya wanafunzi wafanyakazi 408 waliokuwa wakijulikana kama vitengo vipya ambao kwa miaka mingi hawakuwa wakipokea mishahara yao. Alisisitiza kuwa serikali ya sasa imeweza kutatua tatizo hilo na kuwalipa wafanyakazi na kurekebisha hali yao ya kiutawala. Katika sekta ya afya, Chulumbaya amesema kuwa idadi ya madaktari wanaolipwa na serikali imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Alieleza kuwa hapo awali kulikuwa na madaktari 1700 waliokuwa wakilipwa takriban dola 300 kwa mwezi. Wakidai kwa sasa idadi hiyo imefika zaidi ya 7,800 na mishahara imeongezeka hadi kufikia dola 2,400. Alibainisha kuwa mishahara ya majaji na maafisa wa polisi pia umeongezwa. Kwa mujibu wake, majaji walikuwa wakipokea karibu dola 400 kwa mwezi na polisi walikuwa wakipokea takriban dola 80. Kwa sasa wamefaidika na marekebisho ya mishahara iliyoongezwa na serikali. Kwenye sekta ya miundombinu, makamu huyo wa kwanza wa bunge alieleza kuwa serikali imewekeza katika ujenzi wa vyuo vikuu vya kisiasa, hospitali kubwa 7 pamoja na ukarabati wa miundombinu ya afya. Alitaja hospitali ya Mama Hema ambayo imesema kuwa imekuwa imeachwa muda mrefu bila ukarabati mkubwa, pamoja na ujenzi wa shule zaidi ya 1,500 katika maeneo yote mbalimbali ya nchi. Jean-Claude Chulumbaya pia alizungumzia maendeleo ya miundombinu ya usafiri, akieleza kuwa mtandao wa barabara umeongezeka kutoka kilomita 3,000 hadi kufika kilomita 9,000 ndani ya kipindi cha miaka 7. Alisema kuwa viwanja kadhaa vya ndege vimejengwa au kufanyiwa marekebisho. Kwa upande wa uchumi, alidai kuwa bajeti ya taifa imeongezeka kutoka dola bilioni 3 hadi dola bilioni 14 katika miaka 7, huku akieleza kuwa akiba ya fedha za kigeni imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Akijibu kwa swali zilizotolewa na baadhi ya wanasiasa kuhusu mjadala wa katiba, Jean-Claude Chulumbaya alisema kuwa ni kosa kudhani kuwa mjadala huo unalenga kuficha matatizo ya utawala.
Kwa mujibu wake, hoja muhimu unapaswa kujadiliwa sio tu swala la katiba, bali ni namna wananchi wa Kongo wanapaswa kupewa nafasi ya kueleza maoni yao kuhusu mustakabali wa nchi. Kauli hizo za makamu wa kwanza wa bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinakuja wakati ambako mjadala kuhusu marekebisho ya katiba na tathmini ya utendaji wa serikali ukiendelea kuzua maoni tofauti ndani ya tabaka la kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanahabari wa Marekani Ariana Verasa Victoria, ambaye ni mwandishi mkuu wa masuala ya Afrika katika ikulu ya Marekani, ametangaza rasmi uzinduzi wa kampeni ya kimataifa inayojulikana kama Peace for the DRC Now, inalenga kuhamasisha jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua zaidi kwa ajili ya kurejesha amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo lilitolewa tarehe 16 Juni, ambako mwanahabari huyo alieleza kuwa hali ya usalama inaendelea kuzorota mashariki mwa Kongo haiwezi tena kuonekana kama tatizo la ndani au la kikanda pekee, bali ni janga la kibinadamu linalohitaji ushiriki wa dunia nzima. Katika taarifa yake, Ariana Veras alisema kwamba mamilioni ya watu wanaoishi katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri wameendelea kuathirika kutokana na mapigano, ukosefu wa usalama, mauaji, uhamishaji wa wananchi pamoja na matatizo makubwa ya kibinadamu. Kwa mujibu wake, mateso ya wananchi wa Kongo yanapaswa kuwa jambo linalohusu jumuiya nzima na kimataifa, kwa sababu athari zake zinagusa haki za binadamu, usalama wa raia na amani ya eneo la maziwa makuu. Kupitia kampeni hiyo ya Peace for DRC Now, Ariana Veras analenga kuhamasisha serikali mbalimbali duniani, mashirika ya kimataifa, wanaharakati wa haki za binadamu, vyombo vya habari pamoja na wananchi wa kawaida kushiriki katika juhudi za kutafuta suluhisho la mgogoro mashariki mwa Kongo. Kampeni hiyo pia inalenga kuongeza utawelewa wa kimataifa kuhusu hali ya binadamu na wakabili mamilioni wa Kongo walazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea. Ariana Veras alisitiza kuwa amani nchini Kongo si jukumu la Kongo pekee, bali ni wajibu wa jumuiya nzima ya kimataifa. Kwa mujibu wake, ukimya wa dunia mbele ya mateso yanaendelea mashariki mwa Kongo au hauwezi endelea kuvumiliwa. Alisema kwa miaka mingi wananchi wa mashariki mwa nchi wanaendelea kuishi katika mazingira hofu kutokana na shughuli za makundi yenye silaha, mapigano mara kwa mara na migogoro inayohusishwa na udhibiti wa rasilimali za asili. Kampeni hiyo itakusudia pia kuhimiza hatua za diplomasia, kuunga mkono juhudi za amani na kuongeza ulinzi wa raia wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Kwa mujibu wa waandaaji wa kampeni hiyo, vyombo vya habari vina nafasi muhimu katika kuendelea kuangazia hali halisi na wakabili wananchi wa Kongo ili sauti zao zisipotee katika medani ya kimataifa. Uzinduzi wa kampeni Peace for DRC Now unafanyika wakati ambako majimbo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini na Kusini, mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha yanaendelea kusababisha vifo vya raia pamoja na maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Mashirika ya kibinadamu yanaendelea kuripoti ongezeko la mahitaji ya chakula, huduma za afya, makazi na ulinzi kwa wananchi waliokimbia maeneo ya mapigano. Jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitoa wito kwa kuongezwa kwa juhudi za diplomasia ili kurejesha amani katika eneo la mashariki mwa Kongo. Kampeni ya Peace for DRC Now inaonekana kuwa sehemu ya sauti mpya zinazojitokeza katika ngazi ya kimataifa kwa lengo la kuendelea kukumbusha dunia kuhusu hali ya usalama na mateso ya wananchi wa Kongo na jamhuri. Kwa upande wao, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaamini kuwa ushiriki wa watu mashauri, wanahabari na watetezi wa haki za binadamu katika kampeni za aina hii unaweza kusaidia kuongeza uelewa wa kimataifa na kuhamasisha hatua zaidi kuunga mkono amani nchini Kongo. Hata hivyo, wengi wanaendelea kusisitiza kuwa suluhisho la kudumu linategemea juhudi za pamoja za serikali, wadau wa kikanda na jumuiya ya kimataifa katika kutafuta amani ya kudumu na usalama wa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Ufaransa imeeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuendelea kwa mapigano katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikionya kuwa hali hiyo inaendelea kuhatarisha maisha ya raia na kuzidisha mgogoro wa kibinadamu uliokumba eneo hilo. Kauli iliyotolewa Ijumaa tarehe 16 Juni mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York na balozi wa Ufaransa katika Umoja wa Mataifa Jerome Bonafont wakati wa kikao cha kujadili hali ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza mbele ya wajumbe wa Baraza la Usalama, mwanadiplomasia wa Ufaransa alieleza kuwa kuendelea kwa mapigano katika maeneo mashariki mwa Kongo kunahatarisha maisha ya maelfu ya wananchi wasiokuwa na hatia. Alisema kuwa ongezeko la matumizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone katika mashambulizi mbalimbali yanatia wasiwasi mkubwa kwa sababu inalenga hatari kwa raia wanaoishi katika maeneo ya mapigano. Kwa mujibu wake, kuendelea kwa mapigano na mashambulizi yao kunaweza kuzidisha hali ya kibinadamu ambayo tayari ni ngumu katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini pamoja na maeneo mengine yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha. Balozi pia alizungumzia tukio lililosababisha kifo cha raia wa Ufaransa aliyekuwa mfanyakazi
wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF mjini Goma alikuwa akirejea kifo cha Karine Buisse, mfanyakazi wa kibinadamu wa UNICEF mwenye umri wa miaka 54 aliyefariki tarehe 11 Machi mwaka 2016 baada ya shambulio la drone lililotokea katika mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini. Jerome Bonifan alisema kuwa mmoja wa raia wa Faransa aliyekuwa akihudumu kwa UNICEF mjini Goma alipoteza maisha katika tukio la kuitaka jumuiya ya kimataifa pamoja na mamlaka husika kuweza kuweka wazi ukweli kuhusu wahusika wa tukio hilo. Baada ya tukio hilo, mamlaka za Ufaransa zilianza uchunguzi rasmi kuhusu mauaji hayo, yakitazamwa kama tukio lililoweza kuhusishwa na uhalifu wa kivita. Kwa mujibu wa ofisi ya taifa ya mashtaka ya kupambana na ugaidi nchini Ufaransa, uchunguzi umefunguliwa dhidi ya watu wasiojulikana ili kubaini mazingira halisi yaliyosababisha kifo cha Karine Buisse. Uchunguzi umepewa jukumu la kitengo maalum cha upelelezi wa uhalifu ya binadamu ndani ya jeshi la polisi la Ufaransa, ambacho kimepewa jukumu la kukusanya ushahidi wa kuwafahamisha familia ya marehemu kuhusu maendeleo ya uchunguzi. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia ilitangaza kuwa imeanzisha uchunguzi wake ili kubaini chanzo cha mazingira ya mlipuko iliyotokea asubuhi ya tarehe 11 Machi katika mji wa Goma. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari, serikali inaeleza matukio yake makubwa kufuatia vifo vya watu kadhaa pamoja na uharibifu wa mali uliosababishwa na mlipuko huo. Mamlaka za Kinshasa ilithibitisha kuwa kifo cha Karine Buisse ambaye alikuwa akidumu kwa UNICEF nchini Kongo na kusisitiza kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini ukweli kuhusu matukio hayo. Serikali ya Kongo inasema kuwa mlipuko ulitokea katika maeneo ambayo hayadhibitiwi na serikali kuu na kwamba huduma za uchunguzi zinaendelea na kazi ya kubaini chanzo cha mlipuko pamoja na wahusika wake. Msimamo wa Ufaransa unakuja wakati ambako hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzorota licha ya juhudi mbalimbali za kidiplomasia zinazolenga kurejesha amani. Miongoni mwa juhudi hizo ni makubaliano ya Washington yaliyosainiwa kati ya Kinshasa na Kigali chini ya usimamizi wa Marekani pamoja na mazungumzo ya Doha yanayofanyika mjini Katari kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Hata hivyo, licha ya hatua hizo za diplomasia, mapigano bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi yanayoendelea kusababisha vifo vya raia, uhamisho wa maelfu ya watu pamoja na kuongezeka kwa mahitaji ya kibinadamu. Katika mazingira hayo, Ufaransa imetaka jumuiya ya kimataifa kuendelea kuunga mkono juhudi za kurejesha amani na kuhakikisha ulinzi wa raia katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya China imezitaka nchi za jumuiya ya kimataifa kushughulikia kwa haraka sababu za msingi zinazochochea vita na ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisema kuwa uporaji wa biashara haramu ya rasilimali za asili miongoni mwa sababu kuu zinazochangia mgogoro wa muda mrefu katika eneo la Maziwa Makuu. Msimamo umetolewa mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na balozi wa China katika Umoja wa Mataifa Fu Kong wakati wa kikao maalum kilichojadili hali ya usalama na kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza mbele ya wajumbe wa Baraza la Usalama, mwanadiplomasia wa China alieleza kuwa hali ya mashariki mwa Kongo inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi kutokana na kuendelea kwa mapigano kati ya makundi yenye silaha pamoja na kurejea kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya maeneo. Kwa mujibu wa Fu Kong, mchanganyiko wa vita, ukosefu wa usalama na changamoto za kiafya unaendelea kuzidisha hali ya binadamu nchini humo, kuongeza na mateso ya mamilioni ya wananchi. Alisema kwa jumuiya ya kimataifa inapaswa kufanya kazi kwa pamoja ili kubadili hali ya sasa na kuzuia kuendelea kwa mgogoro unaohatarisha maisha ya raia. Balozi wa China alisisitiza kuwa suluhisho la kudumu la mgogoro wa mashariki mwa Kongo haliwezi kupatikana bila kushughulikia mizizi ya kiuchumi na vita hivyo. Kwa mujibu wake, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imebarikiwa utajiri mkubwa wa rasilimali za madini ambazo zingepaswa kuwa chanzo cha maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi. Hata hivyo, alisema kuwa rasilimali hizo zinaendelea kuporwa na makundi yenye silaha na kuingizwa katika biashara haramu ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikichochea migogoro katika eneo hilo. Fu Kong alieleza kuwa biashara hiyo haramu ya madini imekuwa moja ya vyanzo vikubwa vya ufadhili wa makundi yenye silaha na kwa sababu ya kuendelea kwa vita katika mashariki mwa Kongo. Kwa mtazamo wa China, kuboresha usimamizi wa sekta ya madini ni moja ya hatua muhimu zinazoweza kusaidia kurejesha amani katika eneo la Maziwa Makuu. Alisema kuwa Beijing inaunga mkono juhudi za nchi za eneo hilo na kuanzisha ushirikiano wazi unaojumuisha wadau wote katika sekta ya madini ili kukomesha biashara haramu na kuvunja mzunguko wa migogoro unaotokana na rasilimali za asili. Mwakilishi wa China pia alitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuongeza msaada wake wa taasisi za mifumo ya kikanda na kushughulikia masuala ya amani na usalama. Kwa mujibu wake, taasisi za kikanda zina nafasi muhimu katika kuimarisha uwazi na ufuatiliaji wa usafirishaji wa madini kutoka eneo la Maziwa Makuu. Alisema kuwa kumekuwepo na mfumo wa
wazi katika biashara ya rasilimali zinazoweza kusaidia kupunguza biashara haramu inayofaidisha makundi yenye silaha. Mkongo alisisitiza kuwa nchi kubwa zinazokuwa na eneo la maziwa makuu kuepuka kutumia rasilimali za asili kama nyenzo za kisiasa au kiuchumi katika kutafuta suluhisho la mgogoro wa eneo hilo. Alisema kuwa ushirikiano wa kimataifa unapaswa kujengwa katika misingi ya manufaa ya pamoja na si katika mantiki ya ushindani kwa nguvu kubwa duniani. Kwa mujibu wake, wananchi wa Kongo wanapaswa kuwa wananufanika wakuu wa utajiri wa rasilimali za nchi yao baada ya kuendelea kuwa wahanga wa migogoro inayohusishwa na uchimbaji wa biashara ya madini. Kwa zaidi ya miongo mitatu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushuhudia vita, ukosefu wa usalama na shughuli za makundi yenye silaha katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri. Wachambuzi wengi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa sehemu kubwa ya migogoro hiyo inahusishwa na udhibiti wa maeneo yenye utajiri wa madini. Miongoni mwa maeneo yanayotajwa mara kwa mara ni eneo la Rubaya ambalo lina madini mengi na ambalo limekuwa likitajwa katika migogoro ya udhibiti wa maeneo ya uchimbaji. Kwa mujibu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, biashara haramu ya madini inafanywa kupitia makundi yenye silaha, ikikosesha nchi mapato makubwa ya kodi na kuathiri maendeleo ya kiuchumi katika majimbo ya mashariki. Kinshasa kwa muda mrefu imekuwa ikieleza kuwa migogoro wa mashariki mwa nchi na vita vya kiuchumi vinavyolenga kunufaika na rasilimali za Kongo. Mamlaka za Kongo pia zimekuwa zikitumu Rwanda kwa kuunga mkono baadhi ya makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zake katika mashariki mwa nchi, madai ambayo Kigali imekuwa ikikanusha mara kwa mara. Katika juhudi za kutafuta suluhisho la mgogoro huu, Marekani ilisimamia kutiwa saini kwa mkataba wa mashirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Makubaliano yalilenga kushughulikia kwa pamoja masuala ya usalama pamoja na changamoto zinazohusiana na matumizi na usimamizi wa rasilimali za asili. Hata hivyo, utekelezaji wa makubaliano bado unakabiliana na changamoto kadhaa, huko Kinshasa na Kigali zikiendelea kutumiana kuhusu kutekeleza baadhi ya vipengele vya mkataba huo. Hali kama hiyo pia inaonekana katika mchakato wa mazungumzo ya Doha unaofanyika chini ya usimamizi wa Qatar kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23. Licha ya mkutano ya duru mbalimbali ya mazungumzo yaliyofanyika, maendeleo makubwa katika kurejesha usalama bado hayaonekana, huku mapigano yakiendelea katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Katika mazingira yao, China inaamini kuwa suluhisho la kudumu la mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo litapatikana tu ikiwa sababu za msingi za mgogoro, hasa biashara haramu za rasilimali za asili, na zikichukuliwa kwa wazi ushirikiano wa dhamira ya kweli na kuleta amani katika eneo lote la maziwa makuu. Na ni kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa ni tarehe 29 Juni kupitia Kivu News Info. Basi tunashukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho na kuendelea kutuamini kama chanzo chenu cha habari za hakika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukanda wa maziwa makuu pamoja na dunia kwa ujumla. Basi tunaomba kuendelea kwa uangalifu, kuendeleza mshikamano na kuomba amani, hasa kwa wananchi waendelea kuasiliwa na hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Kwa maoni, taarifa au michango yenu, endeleeni kufuatilia na kuwasiliana nasi kupitia kurasa zetu na majukwaa yetu ya Kivu News Info. Mimi ni Telojo Longa, basi kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info nawatakia mchana mwema na siku njema katika shughuli zenu za kila siku. Basi asanteni sana kwa kuwa nasi na tutane tena katika taarifa zetu za jioni. Hii ni Kivu News Info, habari za kweli na sauti ya wananchi.